Dada Mary, karibu tena. Jana tumekutoa kwenda kazini. Ndio. Jana. Kwa hiyo umekaa kazini masaa mangapi? Tulifika kamida. Hebu weka mic yako juu tusikie vizuri. Nasema tulifika kamida ya saa 2 karibia saa 3. Mfika? Ndio tulifika. Maana mliondoka hapa kwenye saa ngapi? Kama saa 1 na saa 1 jioni. Maana tulipita hapo hivyo akawa ameenda kuswali. Okay, sawa. Kwa hiyo yani umechukuliwa usiku tuseme. Hiyo usiku huo ulipofika tu kazini, usiku huo ndio ikawaje? Ukasema umefiwa sijui? Nimefiwa ndio. Yaani baada ya kufika tu hujafiwa? Hapa umekaa siku ngapi? Hapa nilifika Jumanne. Kwa hiyo siku zote ulizokaa hapa hujafiwa, ila ulipofika kazini tu, yani masaa tu, yani si ni kitendo cha masaa. Bosi wako alimwambia umefiwa saa ngapi? Kama kwenye saa 8 hapo. Saa 8 za usiku. Kwa hiyo ulienda kuwagongea? Maanake nipigia simu kama kwenye saa 7. Yaani niliambiwa kwenye mida ya saa 7 usiku. Saa 7 usiku ndio ulipigiwa simu. Ukaambiwa aje? Umefiwa. Umefiwa na nani? Mama wangu mzazi. Mama wako mzazi ndio amefariki. Kwa hiyo saa 7 ulipoambiwa wewe ukachukua hatua gani? Ilikuwa tu hivyo tunaongea na baadhi ya ndugu. Baadaye sasa nikaa. Mama yuko wapi? Mamangu mimi alikuwa anakaa Nyamongo. Nyamongo ni wapi? Tarime kule. Wewe ni mtu wa huko? Okay. Kwa hiyo ndio amefariki. Ila baba yani kwetu kabisa yani kwa baba ni Tarime mjini. Umeelewa? Kwa hiyo baba na mama walishatengana muda mrefu. Umeona? Kwa hiyo baba pia alikuwa na wake wawili. Kwa hiyo mke mdogo ndo alikuwa pale. Mama yako wewe ni mke yupi? Mkubwa. Mke mkubwa. Kwa hiyo mke mkubwa ndo amekufa jana. Jana saa ngapi? Niambiwa kwenye saa 7 hivyo. Umeambiwa kwenye saa 7? Okay, mama yako mzazi. Mama wangu mzazi. Okay. Sawa, pole. Ulipokuja hapa ulitokea wapi? Mwanza. Mwanza kwa nani? Kwangu. Kwako? Mwanza unajitegemea? Najitegemea. Okay. Ndio. Kwa hiyo mama mara ya mwisho umeonana naye lini? Nimetoka huko ilikuwa si mwezi wa ngapi? Mwezi wa 4 hapo. Mwezi wa 4. Kwa hiyo ndio ulikuwa na mama? Ndio nilikuwa ni huko kijiji. Mama yako mzazi wewe? Mama wangu mzazi. Anaitwa nani? Nezia. Umezaliwa wangapi? Kwetu tuko jumla. Tuko 9. Ambao ni wa mama? Yaani pote. Mama yako wewe kwa mama wangu mimi tu tuko 7. Mko 7. Okay, sawa. Hai. Kwa hiyo tukupe pole umefa na mama. Asante. Nakuuliza swali. Kwa nini madam? Akila. Tunaomba tusikie kwa upande wetu, kwa sababu sisi tukishapata nani naitwa Mary. Mary, sisi unakumbuka unapokuja hapa kwetu kuomba kazi huwa tunaambia mje na vitu gani, mtuletee nini, kwa sababu gani? Mpe maiki, anaongea kulia maiki. Nafahamu taratibu zote. Taratibu zetu. Hata mara ya kwanza nilikuja nilikuwa pia baadhi ya yani hivyo sikuwa ni barua. Ikabidi nikafanya rudi. Ilikuwa ni Jumamosi. Nikarudi, kaambiwa nje Jumatatu, Jumapili amfanye kazi. Basi sasa Jumatatu nikawa nimeshindwa kuja. Nikaja Jumanne. Wewe una umri gani? 37. Miaka 37. Una watoto? Mmoja. Una mume? Hapana. Okay, sawa. Haya. Kwa hiyo tuende kwenye prosesi zetu. Sisi prosesi zetu tunachukuaga taarifa zao kutoka kwenye makazi yao ya kudumu
wadhamini wawili, lakini pia tunahakikisha kama tumezungumza na watu wa serikali za mtaa ambako yeye anatoka, wanaomfahamu. Na uzuri pia wadada wengi wanaotoka kwenye maeneo ya vijijini pia unakuta mwenyekiti wa kijiji anawafahamu almost watu wake karibu wote. Yaani ukimwambia mtu fulani anamjua yeye, anamjua vizuri. Kwa hiyo asubuhi sisi tulikuta message ya kutoka kwa mabosi zake kwamba dada amepata msiba. Yaani kachukuliwa jana asubuhi message inatoka kwa bosi, dada kapata msiba wa mama yake mzazi. Ya mama yake mzazi. Na mimi madam akapiga simu akaniambia muongea na dada huyu hapa. Nikaongea naye. Mimi nikamwambia Mary, hebu sisi tushadili na hao dada jamani, tunawajua tabia zenu sana, yaani umekuja nayo hii tunaijua. Yaani haujafiwa. Nikamwambia ni wewe unafiwa kwa kweli. Ukamwambia? Nikamwambia kabisa kwanza. Hapo hata bado sijafanya procedure yote. Nikamwambia yani kama kulikuwa kuna shida tulitegemea kwa mtu mwenye level kuanzia smart, unasema shida iliyopo na sio mpangia kama smart dada. Vigezo vya kumpa smart nini? Na elimu, lakini pia na uzoefu wa watoto. Amesoma certificate ya tourism nadhani. Ya tourism. Na amefanya kwa watoto kwa muda mrefu. Ana uzoefu wa kufanya kazi kwa watoto. Kwa hizo ndio sifa zilizofanya mpeleke kama smart dada. Na basi kwa hiyo mimi baadaye ndo nikachukua sasa barua, kwa sababu wadada wengi. Lakini ukamwambia hujafiwa? Nikamwambia hapo hata sijafanya chochote. Nikamwambia Mary hujafiwa. Akaanza kulia. Anasema mimi nimefiwa kila mimi nitazaje kusema kwamba sijafiwa, mamangu amekufa kabisa. Nikamwambia Mary, yani tunaijua hujafiwa kabisa. Yani bora sio ingekuaje hujafiwa. Katika wadada 100 wanaosema wamefiwa ni mmoja labda kati ya 100. Sasa huyo mmoja kuwa Mary ni uongo kabisa. Yani kwa mazingira aliyotokea ilikuwa hiyo tu uongo. Kaniambia huyu hamna. Hata madam nikamwambia tu relax, hata hivyo ndio maana una guarantee na sisi, lakini huyu hajafiwa na sisi tunawajua wadada sana. Kwa hiyo maana madam mwenyewe kaanza kumuonea huruma. Sema mimi amenigongea saa 8 usiku. Ananiambia kwamba hicho ndio anataka kutumia kama kigezo cha kuhalalisha kwamba kweli kafiwa na mamake. Kaambia wala wewe tulia tu, huyu hajafiwa na sisi tunawajua. Mimi ngoja tufanye taratibu zetu za kiofisi then nitakwambia tuchakufanya. Na huyu nikamwambia wewe subiri kwanza. Kwa hiyo nikachukua. Alikuwa anataka kufanyaje? Yeye alikuwa anataka kuondoka yeye kwenda msibani. Basi mimi nikachukua barua yake ya utambulisho ambayo ina namba za mwenyekiti, ambayo pia tulishazungumza naye pale awali kipindi ambacho tunampokea. Mlimpigia wewe mwenyekiti? Tulimpigia mwenyekiti. Kwamba tumempokea kutoka kwao kabisa. Nikamwambia tumempokea. Sasa kwao wapi? Maana huyu amesema Mwanza. Alafu kuna ya Tarime. Sasa uzuri ni kwamba barua yetu imetoka nyumbani Tarime. Kwa hiyo wanamjua baba, wanamjua mama. Aliongea nao ni nani? Sikio siku ambayo wanapokelewa. Hivi aliongea na nani? Nani aliongea na Tuswini? Tuendelee. I don't know, lakini nadhani ilikuwa sio wewe. Sio mimi. Lakini leo mimi ndio nimezungumza na mwenyekiti. Kwa hiyo nikachukua. Sasa mara nyingi wadada, kwa sababu wale wadhamini wawili ni ndugu zake. Na yeye alikuwa ameweka dada wote wawili. Sasa mara nyingi wao wakili zao zinawapelekea kuwapigia wale watu pale, wanawapanga kwamba utasema kwamba kweli kuna msiba. Ni wachache sana wanasahau kuwapanga. Kwa mimi kwanza kumuanza kumpigia ikawa ni yule mwenyekiti, sio ndugu zake. Kwa hiyo nikachukua namba mwenyekiti nikampigia, nikamsalimia baada ya mwenyekiti naongea na mwenyekiti kutoka Tarime Sefai, akasema ndio. Nikamwambia unamfahamu dada anaitwa Mary Zuberi, juzi tumekupigia simu, tumempokea kwenye taasisi yetu, anaomba kazi. Akasema namfahamu, nilimwandikia barua, mimi namfahamu vizuri, namjua baba yake, tunajuana. Nikamwambia okay sawa. Sasa hao vijana sisi tunawapa fursa kama ambavyo alisema amekuja kuomba kazi, lakini tunatamani sana wao wawajibikaji. Lakini huyu sasa wako ambaye ulituambia kwamba ni binti mwema tunaweza kumwamini kumpa kazi, ameenda tofauti kidogo. Akasema kuna nini? Nikamwambia anasema amepata msiba. Sasa mara nyingi tunavyowasiliana na nyinyi mnatupa uhakika kama hayo mazingira yanakuwa ni sahihi. Amesema amepata msiba. Akasema, nikamwambia ndio. No, kwanza nikamuuliza, anasema amefiwa. Nikamwambia hajasema mpasa, akasema amefiwa, amesema amefiwa na mama yake. Amefiwa na mama, akasema huyo hana mama. Akasema mama yake amefariki muda kidogo, ina karibu sasa miaka 5. Yeye anafikiria yani ana exactly time, akasema kama miaka kadhaa imeshapita tokea mama yake amefariki. Kwa hiyo hao huwa wanaishi na baba yao. Yani baba yao ndo yupo na ndo ambao wanaishi naye. Akasema lakini pia sasa vijana, yani mwenyewe anasema kwamba kijana anawezaje, anasema ni umaskini mkubwa sana, mtu anawezaje kusema uongo kwenye eneo la kazi. Huyo mwenyekiti. Sasa nikamwambia ndio, lakini pia nitaomba ushirikiano wako. Baadaye hata nikitaka tena kukupigia, akasema tu mimi niko sawa kabisa, lakini kwa huyo baba yake ndio yupo anaishi naye, lakini si mama alishafariki. Kwa hiyo wewe umeamua kumuua mara ya pili. Umemuua mara ya pili. Mwenyekiti, si tuko tunaongea na mwenyekiti, atuongee na wewe sasa hivi. Si unamjua mwenyekiti wako?
Tena uzuri mwenyekiti wake anajuana naye sana, anamjua. Yaani mwenyekiti anasema anawajua sana. Kwa hiyo basi tulia hapo tuongee na mwenyekiti. Anasema anaijua sana hii familia. Kwa hiyo mama kumuoa mama yako mara nyingine. Hello. Salama mwenyekiti, habari tena? Samahani kidogo. Ngoja niongee na mwenyekiti za saizi tena mheshimiwa mwenyekiti. Salama kwema? Kwema, nimekurudia tena samahani. Ni kutoka pale Wadada Center kwenye kile kituo ambacho kilikuwa kimempatia kazi dada Mary Zuberi kutoka kwenye mtaa wako. Sawa dada, sasa unajua ni nini? Kipindi kile unanipigia simu, nilikuwa sijapata mawasiliano ya kule nyumbani. Unajua baba yake na yule binti alikuwa na wanawake watatu. Na hapa sio wawili. Hapana. Kama mwingine yuko Bukoba huko, sisi waliachana muda mrefu kwa historia nilivyoipata mimi. Lakini pia hapa Tarime alikuwa kumbe na mwingine yuko Nyamongo na mmoja ndo alikuwa anaishi naye hapa mtaani kwetu. Sasa huyu wa mtaani kwetu hapa, mimi nilikuwa naona watoto wanaishi pale wengi, mabinti wengi kama 6. Sikujua huyu ni mtoto mama yake ni yupi na huyu mama yake ni nani. Sasa baada ya huyu mama amefariki, huyu ambaye tulikuwa tunamfahamu hapa, kwa tunajua watoto mama yao ndio yule. Sasa baadaye ulivyonipigia simu na mimi nikajaribu kuulizia, wakaniambia ile mama wa Nyamongo ndio mama yake na huyo binti alifariki usiku. Sasa mimi nilikuwa sina taarifa na hata baba yao mwenyewe alikuwa hajanipa maelezo yoyote yale. Sasa ndio nilikuwa nimeshindwa hapa, inakuaje? Mbona mimi hata taarifa nilikuwa sina? Kwa hiyo ndo wakakupa taarifa, ukaiulizia hiyo taarifa mchana wa leo baada ya mimi nimejaribu kuuliza jirani yao pale, maana nilikuwa Bunda. Nimempigia jirani yao mmoja akaniambia mtu aliyefariki kwa mzee Zuberi ni mama ambaye yuko Nyamongo. Hapo hata mimi sikufikaga kumfahamu. Yeye alikuwa na mji wake Nyamongo na naye pia walikuwa wanaishi kama vile wana tofauti kidogo. Ndivyo hivyo nilipopata picha halisi. Sasa sijajua inakuwa kuaje huko kwenu. Okay, kwa sababu sasa binti tulikuwa naye anasema babake alikuwa na wake wawili. Sasa wewe unaniambia tena watatu. Lakini pia hizi taarifa mimi nilivyosikia yani inavyosemekana hata juzi kati hapa ile mzee alikuwa ameenda Bukoba. Mimi kama najua labda ni mke wa kaka yake sasa Bukoba, huyu ambaye naye pia kaka yake ni marehemu. Mzee akawa amemlisi, sijajua. Kwa hiyo sio kwamba wamekupigia simu ili kwamba sisi tukikuuliza useme ya maeneo, kwa sababu kwa hiyo tunalipa. Yaani kama kwa ni mtu ambaye paka unajua siku aliyoenda Bukoba, unajua yani ni kama vile mpo karibu sana. Kusema kwamba haukufahamu kwamba ni mama yake. Unasikia? Huyu mzee kuhusu taarifa za Bukoba ni baada ya kuwa anafuatilia mambo ya mirathi. Kuna mirathi ya ndugu yake alikuwa amefariki. Ndio akawa amenipa na hili kadi nimemwandikia barua utambulisho kutoka huko. Cha muhimu ni kwamba huyu hajazaliwa kwenye sawa mheshimiwa mwenyekiti. Basi sisi tunashukuru. Japokuwa ndio hivi tumeshapata taarifa ambazo tulikuwa tunazihitaji. Tunashukuru pia kwa ushirikiano wako. Ila tunapambana sana kwa kweli, hawa vijana uongo na maadili mabaya anawapeleka pabaya. Kuwasaidia na namna yote ile ya kuficha ubaya isaidii, badala yake inaangamiza kabisa. Yani hauwasaidii hata kidogo. Kwa hiyo popote pale, kwa sababu unajuana na ndugu zake na wewe ndio uliotuprosesia barua siku ile, nakumbuka wanaongea na wewe kwa ukaribu, anasema kwamba upo karibu sana na baba yake. Itakuwa ni wa mwisho kabisa mimi kuamini kwamba wewe ulikuwa ufahamu kwamba huyu ana mama tofauti. Yani kwa sababu siku ile tunafuatilia barua, mheshimiwa mwenyekiti, walikuwa wanawasiliana na wewe moja kwa moja na anasema kabisa mimi babangu anajuana na mwenyekiti, kwa hiyo ni rahisi sana kupata barua ya kutoka serikali za mtaa. Kwa hiyo wewe ni mtu wa karibu kabisa. Hilo liko sahihi, lakini undani wa familia yake kabisa mtu aweza akakueleza mambo yote. Kwa mfano kama wewe wa Nyamongo. Sawa basi. Ambaye kwa taarifa za sasa hivi ndio zinaonekana kama kidogo na yeye walikuwa hawana uelewano mzuri, na ndio maana yeye alikuwa Nyamongo, yeye mzee yuko. Sawa, asante sana. Haya poa. Haya.
Yaani hao wameongea na mwenyekiti. Alafu wanatuona sisi kama vile. Ila uzuri ni kwamba sisi tumeshajua. Na nilimwambia, yaani hata kabla sijapiga simu, nilimwambia kabisa huyu hajafiwa. Yaani hajafiwa kwa sababu hata jana leo hapa ndo namuuliza na kama amefiwa. Mimi nataka kusema hivi, kama wamefiwa watu prove wrong kwa sababu Mary anajulikana. Hajatoka sayari si ya wapi. Jamii inayotufuatilia inamjua. Kama kweli mama yake amefariki huu usiku anaosema, watuambie hapa. Usiku wa kuamkia tarehe 28. Watuambie hapa. Na hii ndio itaonyesha, labda itajenga uaminifu wa wadada wanaosema wamefiwa na wanawaua wazazi wao. Wadada wangapi ambao wanakuambia mama kafa, ukipiga simu anapokea mama yake. Mama ambaye ameambiwa amekufa. Wangapi? Wengi. Kwa hiyo imani mmeiondoa kwa sababu yani ya uongo kona. Sasa hivi ukiona hatumwamini dada yoyote, yani mpaka tupate ushahidi, kwa sababu haiwezekani ukae kituoni kwetu siku zote eti kitendo cha kufika tu mguu wako umeingia kwenye ndani ya nyumba ya bosi wako unasema umefiwa. Kama kuna matatizo ambayo sisi tunasema matatizo yapo kwenye hizi nyumba za watu, na sio kwamba unalazimishwa kufanya kazi. Mtu mzima kama wewe unayejitambua, umeenda pale umeona shida au umeona wale watoto labda ni changamoto, ni watundu. Maana huyu alisema anataka kazi ya malezi na nyumba aliyopelekwa ni ya watoto wawili. Pengine alivyowaona watoto akaona labda hataweza kuwahandle, au umefika kwenye ile nyumba umeiangalia ukaona mimi hapa sitapaweza. Amekutana na mabosi wake jana, inawezekana kuna perception aliyoiona akaona mimi sitaweza. Hivyo ni vitu vinavyozungumzika, na ndicho tunachowafundisha, muwe straight, muwe open, muwe wa kweli. Lakini hivi visingizio vya nimefiwa kiukweli vinachosha. Na wadada wengi, mabosi ni mashahidi, na nafikiri hata wadada wenyewe ni mashahidi kwamba kwa nini wakiwaga kwa hawa, either ni dalali amekutafutia kazi au ni taasisi, kuna amani. Haufiwi, hauumwi, hakuna msiba, hakuna magonjwa, hakuna nini. The minute unaingia kwenye ile nyumba unayopangiwa kazi, pale ndio magonjwa yanaibuka. Na unamwambia mbona ukusema unaumwa? Au msiba unaibuka. Mbona yani inakuwaje msiba huu uje tu ghafla? Alafu kwa nini wadada wa kazi tu wafiwa wakati wameingia kwenye nyumba ni maeneo yao ya kazi? Kwa hicho kinapelekea kiukweli hatuna yani imani ya mtu akusema tu nimefiwa. Labda awe ni dada ambaye amekaa kazini muda mrefu sana. Kuna wadada ameshakaa kwenye mkataba labda wa kwanza wa pili, tena nyumba moja hiyo kiasi kwamba akwambia nimefiwa, unaweza kidogo ukampa asilimia kadhaa za kwamba inawezekana. Lakini wewe ambaye leo unaingia kwenye nyumba ya mtu leo unatangaza kufiwa na mzazi, hiyo ni kwa kweli kwa hapa. Hata huyo mwenyekiti mimi na imani amepigiwa simu na tusingemwahi muda ule mapema, maana yake tulikutana na hizi taarifa. Lakini mimi nilimpigia muda ule mwenyekiti akaniambia hajafiwa, mama yake alifariki muda miaka 5 tena, mpaka kaa kabisa anaongea, anasema eneo vijana watazidi kuwa na umaskini kwa sababu ya kutokuwa na maadili. Sasa unajua huyu ulivyomkazia hajafiwa, nafikiri amekumbuka. Alafu pia na bosi pia niliongea naye, inawezekana labda pia bosi wake amemsikia, labda nikiwa naongea na bosi akaona kwamba mimi tayari nimeshaongea na mwenyekiti. Kwa hiyo sasa ikabidi awaambie kule jamani, muongee nikave. Lakini haimsaidii mwisho wa siku. Kwa hiyo unaweza kuongea. Mimi nilivyofika hapa nilikuwa nimeshapokelewa vizuri kila kitu, mpaka nimeshaonyeshwa sehemu ya kukaa, umesikia? Basi nikaa nimekaa hapo, lakini nilifuatwa mara 2 kwa mwenyekiti hapatikani, bado wanashindwa kufanyaje, yani kupata thibitisho kama kweli nimetokea huko. Hiyo ni sehemu. Sasa kama ningekuwa mimi ni muongo, ningempanga mwenyekiti kabla ya kwa sababu naomba sijamaliza. Umeelewa? Unasikia? Madam samani Mary, hicho kitu unachoongea hakipo. Wadada wote ambao wanaondoka kwa staili yako uaga hawaondokei kabla. Umeelewa? Hapangi kabla. Alafu ajui ya kujua kama sisi tutafanya hiyo approach pia. Yani wadada wengi uaga ni baada ya kufika makazini, wala sio wakiwa hapa. Nafasi basi ya ndio nafasi sasa ndio tunakujibu unachotaka kutuambia, usiendelee kutudanganya. Ungeniacha tu kitu ambacho yani wewe kama kweli umefiwa
Yaani kuna watu watatuambia udada kweli kafiwa. Yaani nyewe mngenyamaza tu nikafika mwisho, kwa sababu ninajua taratibu. Platform yetu ni kubwa Mary. Watu kwenye comments pale watasema kabisa kwamba huyu dada ni kweli amefiwa na tumemzika mama yake. Amekufa sasa hivi au alishakufa au yupo? Shida si ni mama awe amekufa usiku wa kuamkia tarehe 28 mwezi wa 6. Watasema Watanzania tena ni watu waungwana sana. Hawezi wakaona mtu kwa sababu sisi tunachokifanya Mary sio zaidi ya kukupa kazi, ni pamoja na kuwasaidia maadili chanya ambayo yanaweza yakawatoa maskini. Wewe unaweza kushangaa sasa hivi wewe una miaka 37, unasema ni mama wa mtoto mmoja, bado unahangaika kwenye kutafuta hizi kazi. Labda huwezi jua hicho kitu ambacho kinafanya uendelee kubaki chini pengine ni hizi vitabia ambazo sio chanya. Una sababu ya kudanganya, una sababu ya kuua mama mara mbili au kuua mama kabisa. Kwa nini? Na ndio sisi yaani mnashikilia tu kwenu bila kunisikiliza mimi. Wewe bado unataka kutuaminisha kwamba mama yako amekufa usiku wa jana? Basi hajafariki. Ndio nakuuliza. Wewe unataka kutuaminisha, yaani bado kwa mpaka sasa bado unashikilia mama yako amefariki jana usiku? Hajafariki madam. Maanake najisikia nimechoka kweli. Nimechoka. Wewe bado unatuambia amefariki jana. Yaani ndio hivyo unapo. Hajafariki. Kwa hiyo kwa nini umetudanganya sasa? Sasa maanake mimi nasema amempigia mpaka mwenyekiti, na ndio maana mwenyekiti katuambia mama yako alikufa miaka 5 iliyopita. Sasa hivi mmeshatengenezana na story. Hii story anayoleta sasa hivi inaonekana sio. Hata confidence anayoongea yeye hamna energy hapa. Kwa mambo ya Bukoba, mambo ya wapi. Yeye anatupa story ya baba yako sio kaenda wapi karudi wapi. Ana cover. Unajua uongo na ukweli waga ni mafuta na maji. Yaani hili ulilolisema sio kwamba mtu akifa, unajua nimesema amuishi kwenye sayari. Si mnaishi kwenye jamii. Watoto pale nimekaa nao kama masaa 2 pale. Umeelewa? Kama ningeona kuna na niliwaona kwa kabisa ni hivyo ni watundu. Kama ningekuwa siwezi ningesema. Ndio hivyo umesema kwa staili ya kuua mama mara ya pili. Lakini mimi aliniambia, huyo akaniambia madam, lakini mtajaribu kuwashauri kwamba mabosi wafanyaje wawe na angalau dada mwingine. Nikamwambia hamna shida, na kaanze uzuri kwamba tunawasiliana utasema, lakini huyu tayari alisha nini tu inaonekana. Kwanzia hapa alishindwa kuni. Ndio unafikiri ni wa kwanza Mary? Yaani Mary asiyokijua nafikiri ni wa kwanza kufanya hichi kitu. Unajua sisi tuna miaka ndio ni mjanja sana kufanya hivi. Mary tuna miaka 15. Tuko kwenye umradi. Tunadili na kila tabia. Watu ambao wako genuine tunawajua, watu ambao wanakona tunawajua, na staili zenu zinafanana. Hiyo kufiwa ndio inayoongoza, na mnaua ndugu zenu wa karibu kweli kweli. Imagine unamuua tena mama kwa mara ya pili. Huyu si mjanja madam, anajua kabisa mkataba wetu unamruhusu kwenda kwenye msiba wa nani. Kwa hiyo anajua kabisa ninatakiwa ni awe mama au baba au mtoto wake au mume. Yaani hao ndio watu tu. Kwa nini asiseme mtoto wake kafariki? Wewe mjanja. Akaona bora atumie mama ambaye alikuwa chafariki. Mary. Kwa hiyo ndio kazi kubwa tulionayo. Na niseme tu kwa waajiri, kama ambavyo siku zote nimekuwa nikisema, kazi yetu kubwa ni kuwasaidia watoto wetu, vijana wetu, Watanzania wenzetu, na hasa especially kundi la wanawake. Kuna hizi tabia ambazo sio chanya, ambazo nyinyi mnafikiri ni ujanja, lakini sio ujanja. Uongo sio ujanja. Kama unataka kufanikiwa mbele za Mungu, kuwa mkweli kwa nafsi yako. Kama umeenda kwenye nyumba ya mtu, ukakuta kweli kuna changamoto ambazo huwezi kuzihimili, kuwa mkweli tu. Sema mimi hapa sitaweza. Sisi mtu huyo kama huyo tutamuona ana maana kwetu kubwa sana kuliko yule mtu ambaye atadanganya kwamba siku kuna msiba, mara mimi naumwa, mara niko kona nyingi. Upate baraka kwa Mungu na hata hawa watu ambao wanakusaidia. Yaani kuna namna umeona kama hivi ulivyotengeneza mazingira ambayo ya kukuamini. Kwa hiyo hata huwezi kurudi tena ukasema unaomba fursa nyingine tukakuelewa, kwa sababu tumeshakujua wewe ni mbabaifu. Kwa hiyo kuna tabia za ubabaishaji ambazo zitaendelea kuwaweka kwenye umaskini. Na kwa wateja wetu, sisi lengo letu, usije ukasema pale nimepata dada wa kwanza, si dada wa pili, si dada wa tatu. Kwanza mjue kuna changamoto ambazo zinawafanya watu wanakimbia. Lakini kuna watu watapatikana wavumilivu kwenye maisha, kwa sababu watu waliofanikiwa ni wachache na ni watu wenye sifa ya ustamilivu. Ni watu ambao ni wavumilivu. Kwa hiyo unataka kufanya huduma na sisi, tumesha kuahidi tutakupa mtu mzuri ambaye atafanya majukumu yako. Sasa haijalishi atakuwa wa kwanza, atakuwa wa pili, atakuwa wa tatu. Sisi tutaendelea kuchuja. Sisi uzuri ni kwamba hatuna kona. Mtu tunaenda naye tumenyooka.
Tunataka watu walionyooka. Akija ambaye tunamuhisi anakona kona, tutamweka na tumwambie kabisa, hapa tunaona kuna kona. Baada ya hapo tutaendelea na process. Kwa hiyo niliwaambia sio kwamba sisi tunazalisha kiwanda cha binadamu. Binadamu ni hawa wamekuwa kwenye jamii zenu, na wakati mwingine wanatetewa hata na mamlaka. Sasa kama mwenyekiti anaweza asubuhi anatuambia huyo mama yake alishakufa miaka 5 iliyopita. Sasa hivi sijui wameongea mazungumzo gani. Mara kuna mama sijui wake watatu, mara sijui Bukoba, mara sijui nini, stories zinakuwa ndefu nyingi. Kwa hiyo hata mamlaka zinakuwa tena zinatetea uongo. Yaani tuna changamoto kubwa kwenye jamii yetu ya maadili. Na hayo maadili sio tu kwa hawa watoto. Maadili kwenye kila eneo. Sasa kama kiongozi wako wa serikali anaweza akashiriki kwenye uongo. Tuna taifa la namna gani au tuna jamii ya namna gani? Huwezi kulaumu tu dada. Yaani hii inaenda kwenye ngazi zote. Kwa hiyo cha muhimu ni nyie tu muelewe kwamba sisi kama Wadada Center kwa kweli tunataka tuweke nuru. Yaani tuwasaidie, tuwafundishe, tuwaelekeze, tuwaongoze katika maadili yanayotakiwa. Kwamba kuwa mkweli, kuwa mwaminifu. Sasa nani ambaye atapatikana? Inawezekana tukapitia wadada 5, 10, tukapata huyo mmoja tunayemtafuta. Kwa labda kwa waajiri, kama utachoka kwenye prosesi zetu za kutafuta mtu mwaminifu, hiyo sasa ni wewe. Na pengine usije. Kama hauwezi kuja kwa sababu ya kutafuta mtu mwaminifu, fine. Maana usije ukaleta hata kule wako wabovu. Yes, ndio tunachuja sasa. Ndio tunatafuta pumba na mchele. Ndio tunatafuta kupata wale cream wazuri, na ndio maana tuko tayari kuwalipa vizuri. Huyu alikuwa ni smart wa 300,000. Kazi za ndani Mary nyumbani kwa mtu 300,000. Wewe unafikiri hiyo ni kazi? Wewe umekaa Mwanza kule wadada wanalipwa shilingi ngapi kazi za ndani? Mimi nimefanya madam kwenye shule. Nalipwa 180,000. Shule. Hapo ni shule. Kaa kimya kwa sababu yani sisi hatuwezi kununua uongo kirahisi rahisi. Yaani ni hivi. Sisi hapa 300,000 nikaenda kwenye kazi ya 100,000. Tukiambiwa, ngoja nikwambie Mary, tukiambiwa wewe dada, kweli mama yako amekufa usiku huu, wewe tutakuajiri kama professional dada. Sio smart tena. Hiyo ndio promise ninayotoa. Labda ukashindwe. Kama ni kweli unachokisema wewe una uzoefu wa watoto, kwa sababu hata hapa tulikupa ahadi. Kwamba nenda kafanye kazi kama smart 1 year, ukirudi sisi tutakuajiri kama professional. Kwa utatoka 300,000 utaenda 500,000. Lakini kama kweli mamako amekufa usiku huu na usema, rudi hapa tukupe kazi 500,000. Lakini ushahidi ni jamii yetu. Jamii yetu itatutumia hadi picha za kaburi la mama yako tuone kama ni kaburi la leo. Kama kweli alishafariki. Maana mimi naenda na hiyo taarifa ya mwenyekiti wako ambaye anakujua. Hata sisi mwenyekiti wetu Moshi pale kwetu kijijini atakuletea kaburi la babangu la miaka 20 iliyopita. Leo hii niseme babangu kafa, ataenda apige picha atuletee hapa. Kwa hiyo watu wa vijijini wanaongea ukweli sana. Hawezi kusema mama alikufa miaka 5 iliyopita afu iwe ni uongo. Sio kweli. Ila kuna pia hiyo mambo ya kupakana mafuta kwa mgongo wa chupa ambayo tunadhani tunawasaidia lakini tunawaharibia. Tunawaharibia. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi hatuamini kama mama yako amekufa usiku. Tunaamini hicho cha kwanza. Alishakufa kweli miaka 5 iliyopita kwa mujibu wa mwenyekiti wako ambaye alikudhamini kwa barua hapa kwetu. Na ndio maana si barua zetu tunataka zitoke vijijini mwenu mlikozaliwa, mlikotoka. Hizi barua za mjini za janja zimekuwa nyingi, ndio zinachangia zaidi, lakini toka tumeanza kuchukua barua za huko kwenu matatizo yamepungua kidogo. Kwa hiyo kwa upande wetu kwa kweli hatuamini kama umefiwa kutokana na repetition ya wadada wa kazi wengi. Sio wa kweli, sio hawajanyooka. Na sisi tunasema tutakujua kwa matendo yako. Si ndio? Jana yenyewe tu pale wakati unakabidhiwa kwa bosi wako unasema mimi nitafanya vizuri, nikamwambia unamwambia niamini, nitakwambia kuamini tu kwa maneno, tunaamini kwa matendo kwa sababu hata neno la Mungu linatuambia utawajua kwa nini? Na matendo. Sasa wewe ndio umefika katika wadada wote wengine wanalala hata asubuhi inafika. Yes, wewe umefika masaa. Yaani umefikishwa nyumbani kwa mtu saa 3 usiku. Saa 8 usiku ushamgongea. Mtu amelala. Siri aminike kwa kaona kisaidia kusubiri anacheza na akili. Mary bwana. Si huko bwana tumesha nani sana tu. Kwa hiyo ndio hivyo. Haya. Hivyo tunataka tu na yeye ajue hapa na jamii ijue kwamba muda mwingine unaweza kujiona mjanja kwenye vitu ambavyo vinazidi kukusukuma mbali kwenye umaskini huko.
kabisa. Na hicho ndio kikubwa. Tabia chanya zinakukaribisha karibu na hela, karibu na mafanikio. Na jana tulikuwa na hiyo mada na alikuwepo. Mada yetu jana tulikuwa tunasema ni matokeo gani ya maadili chanya. Tukaona maadili chanya matokeo yake ni mafanikio, maendeleo, utaaminiwa, sifa nzuri. Lakini matokeo hasi ya maadili hasi unazidi kukaa, yani kukaribia umaskini. So guys, jifunzeni, si tuko hapa kuwafundisha. Yani hii mambo ya kuwaunganisha na kazi unaweza kusema ni kama option B. Yani namba moja ya kazi yetu ni kuwasaidia, kuwaelimisha, kuwaongoza. Muwe na maadili chanya ili muweze kufanikiwa, Mary. Kwa sababu ukiwa na maadili mazuri popote utakapokuwa, hata kama ni shule unasema ulikuwa unafanya kazi unalipwa 180,000. Kama maadili yako ni mazuri, unaweza ukatoka hiyo 180,000 ukaenda juu. Lakini ukishaona unahangaika, utatoka shule, utaenda Sua Dada Center, utatoka saa hizi sijui unataka kwenda wapi. Utazunguka tu, umri nao ndugu yangu ukusubiri. Miaka 37 ndugu yangu. Sina tunalingana ujue hapo. Mimi bado nataka kuendelea kuhangaika kwenye umaskini kweli? Hebu shughulikia, angalia hizo tabia sio nzuri, zitakuweka kwenye umaskini hata kama una ujuzi. Ujuzi unakaa juu ya tabia nzuri. Yaani ujuzi ni kama hii ukuta. Kilichoshikilia ukuta msingi wake ni maadili mazuri. Kwa hiyo usiringie ujuzi tu wa kuangalia watoto, si ujuzi wa kitu gani, hautakusaidia kama utakuwa na kona. Nasikia mamangu? Umeelewa? Haya, karibu tena.